Polisi wanasema ya kwamba hawa watoto walikuwa huku mitaani, wakasimamishwa na polisi, wakakataa kutii amri ya polisi, wakatoa mishale na wakapambana na polisi. Ndio kisha polisi wakaanza kuwafyatulia risasi na polisi wakaitisha reinforcement, na reinforcement haikutoka Nakuru, ilitoka Nairobi Kasarani. Sasa ndio unajiuliza, hii ni mambo ya aina gani kutoka sehemu hii mpaka kule Nairobi? Ndio maaskari hao ambao walitenda hii kitendo tunaambiwa ya kwamba walitoka kule, kwa sababu tumesikia chairman wa IPOA amesema bunduki ndio wanangoja ziende zikakaguliwe, ama ni ripoti ya ballistics. Tunauliza, bunduki kutoka 2022 mpaka leo ni vipi inangoja mpaka hiyo? Na ya wale ambao waliua yule mjumbe ilishughulikiwa chini ya siku moja. Kwani kuna tofauti ya pahali hizi silaha zinakaguliwa ama zinafanywa uchunguzi? Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kama vile mumeambiwa, kwa majina mimi naitwa Kibet Komen, na nimekuja hapa siku hii ya leo kuungana na wakaji wa area hii na familia ambao walipoteza wapendwa wao miaka chache iliyopita kwa namna ambayo haingestahili ifanyike. Siku chache iliyopita kule Nairobi tumeona kuna mjumbe ambaye aliuawa kupitia kwa wakora, na kutoka wakati huo tukaona serikali vile imekimbia haraka na watu wengi wamekamatwa kuhusiana na jinsi ama mauaji ya yule mjumbe. Tuliona hata silaha ambayo ilitumika iliweza kupatikana chini ya masaa 48, na watu ambao wamekamatwa ni watu zaidi ya 10. Tumeona kwenye mitandao wakaaji wa kutoka kule Kasipul wakisema vile yule mjumbe aliwatendea wakaaji wa kule kwake, lakini hatujaona serikali imeua mtu hata moja kwa kusema wamehusika kwa hiyo kifo. Mimi nimesema hayo kwa sababu najaribu tutofautishe. Hawa wanasemekana wametenda mambo ya mauaji. Ile tumeona juzi kwenye TV, kwenye NTV, na nimshukuru huyo reporter wa NTV anaitwa Brian Obuya kwa sababu alifanya kazi mzuri na akatufungua macho. Polisi wanasema ya kwamba hawa watoto walikuwa huku mitaani, wakasimamishwa na polisi, wakakataa kutii amri ya polisi, wakatoa mishale na wakapambana na polisi. Ndio kisha polisi wakaanza kuwafyatulia risasi na polisi wakaitisha reinforcement, na reinforcement haikutoka Nakuru, ilitoka Nairobi Kasarani.
Sasa ndio unajiuliza, hii ni mambo ya aina gani kutoka sehemu hii mpaka kule Nairobi? Ndio maaskari hao ambao walitenda hii kitendo, tunaambiwa ya kwamba walitoka kule. Mimi nimeongea na watu wengine tukasema tunataka kama inawezekana, kwa sababu ukiangalia pale kwenye TV mambo mengi yalitajwa. Tungeomba familia pamoja na wakaaji wa area hii na marafiki na mtu wote ambaye anasikia angependa tuungane pamoja kutafuta haki ya wale vijana. Mimi ningeomba kesho saa 2:30 tukutane pale Kaptembwa wa polisi, tuende tukasikie na niambie maafisa wa kule Kaptembwa, OCPD, OCS na DCIO. I want to bring to your attention that we will be coming there tomorrow at 8:30 after the story that was aired on NTV on Thursday called The Butchers of Nakuru, in regards to the death of the 4 young men who were killed by police officers. So this, we are saying we will be there tomorrow at 8:30. Na tukimaliza kule saa 4, nataka kuambia ofisi ya IPOA Nakuru tunakuja kwenu vile vile, kwa sababu tumesikia chairman wa IPOA amesema bunduki ndio wanangoja ziende zikakaguliwe, ama ni ripoti ya ballistics. Tunauliza, bunduki kutoka 2022 mpaka leo ni vipi inangoja mpaka hiyo? Na ya wale ambao waliua yule mjumbe ilishughulikiwa chini ya siku moja. Kwani kuna tofauti ya pahali hizi silaha zinakaguliwa ama zinafanywa uchunguzi? Ndio mimi naomba kesho wale ambao wanaweza patikana tuandamane sisi zote kule, tuende Kaptembwa polisi, kisha tuende kwa IPOA ili tujaribu kupata haki. Miezi chache iliyopita mliona kuna kijana ambaye kulikuwa na kisa tetanishi ya kwamba aliwawa kwa mikono ya maafisa wa KWS, na wakaaji wa Nakuru ilibidi wakajitokeza kwa maandamano, wakaweka pressure mpaka mwishowe wale maafisa wa KWS wameweza kupelekwa kotini hivi majuzi. Kwa hivyo tukinyamaza, hii mambo itapotea, lakini tukiweka pressure, ninaamini ya kwamba haki itatendeka. Sio ni kweli? Kwa sababu kama tuliambiwa hawa vijana walikuwa mnasema ni wakora ama ni wavunja sheria, tofauti yao ni nini na hawa ambao ni suspects kwa kesi ya mauaji ya mjumbe? Wamefikishwa mahakamani, polisi wameomba masiku 10, wengine wiki 2, wengine mwezi 1 wamalize uchunguzi ile wapelekwa kotini. What was the difference, or what are the standards ya kwamba wengine wanakamatwa hata wanapelekwa kotini ya starehe kule airport, ilhali mwingine analalishwa kando ya kaburi ya mama yake na kuambiwa omba, kisha anapigwa risasi ya kichwa? Ni uchungu, lakini tunaamini ya kwamba haki itasimama, kwa sababu hakuna mtu alituma NTV watuletee hiyo ripoti. Ilikuja kama taarifa nyingine,
lakini ilikuja ikiwa na uzito yake. Kwa hivyo tunaamini tuko na nafasi ya kutafuta haki. Kwa hivyo tusichoke, tuandamane pamoja mpaka hawa maafisa wa usalama waweze wakakamatwa na washtakiwe kwa mauaji ya hawa vijana. Kama vile tumeelezewa ya kwamba wawili kati yao walikuwa ni orphans na ni watoto ambao walikuwa wamelelewa kwa kanisa. Itakuwa imekuwa ni hasara. Kanisa imelea watoto mpaka wamekuwa watu wazima, kisha wale ambao wangewalinda ndio wamekuja na wakawaua kinyama. Kwa hivyo ombi langu kwenu ni tushirikiane, tuende katika hizo maofisi nimetaja kwenda kutafuta haki. Sitaki kusema kupita hapo. Tuzidi kuombeana, tuombee nchi yetu na tuwe na wiki njema. Asanteni.